Ninamaanisha kwamba kuna madhara ya kiafya, kuna madhara ya kijamii, madhara ya kidiplomasia, madhara ya kiuchumi, ya kiusalama. Kwa hiyo madhara yako mengi. Hasa kwa haraka tu sitayazungumzia sana kwa kina, lakini kwa msikilizaji wetu ambaye yuko hapo chuo cha mipango, natamani afahamu tu kwamba dawa za kulevya hazijawahi kumwacha mtu salama, na kama ilipo kwenye maana ya dawa za kulevya inaenda kuathiri mfumo wa fahamu. Kwa hiyo madhara ya kwanza ni mfumo wa fahamu ndio unaenda kuathirika. Na niseme tu kwa lugha ngumu kwamba watu wengi wanaugua magonjwa ya afya ya akili au kichaa kwa sababu ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia kuna uhusiano wa karibu na moja kwa moja kati ya matumizi ya dawa za kulevya na maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na homa ya ini B na C. Kwa nini maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa tayari mtu huyu ameshaathirika mfumo wa fahamu. Uwezo wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi juu ya ngono iliyo salama au maisha fulani ya tabia iliyo njema unakuwa ni mdogo. Watu wanachukuana tu huko, mwisho wa siku wako roji tayari wameshafanya nini, wameshaambukizana maambukizi ya virusi vya ukimwi na homa ya ini. Lakini pia ukija kuangalia kuna magonjwa mengine ya tunasema zile organ za mwili. Tunapozungumzia organ za mwili muhimu, kwa mfano kama moyo, figo, ini, mapafu, yote huwa yanaathirika na dawa za kulevya. Nikizungumzia kwa mfano kama moyo, unakujikuta kwamba unapata changamoto ya mishipa ya moyo kutanuka, lakini pia utendaji wa mfumo wa moyo huwa unaathirika pia. Unajikuta mtu anaweza kupata stroke au kinaita kiharusi Lakini pia ukija kuangalia kwenye mfumo wa akili pia nimezungumza, lakini ukija kwenye mfumo wa uzazi pia kuna mtu anaathirika. Na hapa kuna kina chake, kuna maelezo ya kina zaidi hapa kwenye mfumo wa uzazi pia, kwa sababu kuna msikilizaji mmoja amezungumza hapa akasema kwamba mbona watu wanazaa vizuri na kadhalika, si ndio? Lakini nimueleze tu kitu kimoja kwamba matumizi ya dawa za kulevya yote yanaathiri mfumo wa uzazi, na kuathirika mfumo wa uzazi si mtu asichukulie nguvu za kiume. Kwa nini maana ya nguvu za kiume? Haimaanishi kwamba huna uwezo wa kupata mtoto, no, hapana. Ila hiyo inaenda mbali zaidi kwamba kile unachokizalisha je, kina afya kiasi gani. Kwa hiyo sasa kuja kujikuta kwamba hata baba anayetumia dawa za kulevya anapokwenda kumpumulia mtoto ile hewa, au mama mjamzito, mtoto pia anaathirika aliyopo tumboni. Lakini pia inaenda mbali zaidi anapokuwa anakaa karibu na baba ambaye anatumia dawa za kulevya na mama huyo ni mjamzito, mama pamoja na mtoto aliko tumboni wanaathirika. Lakini je, hilo wanalifahamu? Mama anayetumia dawa za kulevya akiwa mjamzito atazaa mtoto mfu, atazaa mtoto mwenye changamoto ya afya ya akili, atazaa mtoto aliyodumaa, atazaa mtoto ambaye na changamoto nyingi za ukuaji hapo baadaye. Lakini pia anaweza akazaa tunasema ile miscarriage, mtoto asifikie ile hali ya mimba zikatoka. Kwa hiyo anakutana hiyo changamoto. Lakini pia anaweza akakosa uwezo kabisa wa kupata mtoto. Kwa hiyo yote ni madhara unaweza tukaizungumzia kuhusiana na mfumo wa uzazi. Lakini kuna madhara ya kijamii. Ukitaka kuangalia hapo kuna madhara ya kijamii, familia kusambaratika, kuongezeka kwa uhalifu mitaani, wizi, ukabaji, uporaji, ubakaji. Tunaweza kuona hapo kwa sababu tayari akili zimeshavurugika. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya kitendo chochote kile, na kwa sababu pesa hizi dawa za kulevya zinauzwa gharama, atalazimika kutafuta namna yoyote ya kupata pesa ili aweze kwenda kununua dawa za kulevya. Kwa hiyo unajikuta kwamba anaanza kujiibia yeye mwenyewe kwanza, akishamaliza mwisho wa siku anaanza kuibia familia yake, baada mwisho wa siku kwenye jamii yeye anakuwa ni jambazi sugu. Lakini anachokitafuta pale kupata pesa ili akanunue dawa za kulevya. Na watoto wa kike wengi wameingia pia kwenye kazi ya ukahaba ili waweze kupata pesa kwa ajili ya kununua dawa za kulevya. Tukipata muda tutakuja kuzungumza zaidi kuhusiana na hili. Lakini pia amezungumza kuhusiana na madhara ya kiusalama. Tuangalie nchi ambazo zimekithiri matumizi ya dawa za kulevya, ugaidi pia upo. Kwa sababu matumizi ya biashara ya dawa za kulevya ina uhusiano wa karibu na moja kwa moja na masuala ya ugaidi. Lakini pia ina uhusiano moja kwa moja na masuala ya machafuko, vita na kadhalika. Tumeshuhudia kwenye nchi ambazo zimekithiri matumizi ya dawa za kulevya vitu kama hivi.